Mahubiri yetu asubuhi ya leo yanatoka katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 18 hadi 24. Naomba tusimame tunapolitafuta na kulipata andiko hili. Tusimame kwa heshima ya Mungu. Kisha nitasoma. Maandiko yanasema hivi. Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pale, na ule ubavu alioutoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Hilo ndilo neno la Mungu. Tumshukuru Mungu na tukae. Sasa nisome tena huu mstari wa 18. Unasema hivi. Bwana Mungu akasema, si vema. Kwa hiyo tunapoangalia Mungu ambaye amekuwa ni muumba, amefanya kazi kuanzia mlango wa kwanza hadi kufikia hapa mstari wa 18. Si mara moja, sio mara mbili, ameangalia kazi yake, akaitathmini, akasema kwamba ni njema. Sasa hapa katika hili andiko mstari wa 18 hajasema kwamba kazi yake sio njema. Mara nyingine watu tunasoma visivyo. Hajasema kwamba kazi yake sio njema. Amesema si vyema huyu mtu awe peke yake. Ndicho kichwa chetu cha kwanza cha mahubiri. Nitakuwa na vichwa kama 5 hivi. Mstari wa 18 ndio kichwa cha kwanza, na tuseme hivi: msaidizi hayupo. Kwa sababu umeona katika maandiko sio vizuri. Kwa hiyo Mungu afanye nini? Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Lakini niulize swali. Kawaida yetu kama wanadamu kwamba kitu hakipo ni upungufu au si upungufu? Ikiwa huna sukari nyumbani kwako, utasemaje? Utasema umepungukiwa ama haujapungukiwa? Kawaida utasema kwamba nimepungukiwa, sina sukari, au nimeishiwa. Je, hapa katika hii picha tulionayo Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 18 ni upungufu au sio upungufu? Maandiko yanatujibu katika Isaya nabii 46 ambao nitaenda kuwasomea. Isaya nabii 46 mstari wa 9 hadi wa 10. Maandiko yanasema, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine, mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi, nitangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Kwa hiyo Mungu tayari ana shauri lani. Yaani katika busara yake Mungu ashaweka mpango, Mungu anao mkakati, pia Mungu anayo ratiba yake ya kiungu. Kwa hiyo tunapoongea katika mstari wa 18 wa kitabu cha Mwanzo mlango wa 2, tusije tukaona kwamba kuna upungufu wote. Hakuna upungufu. Amesema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Hamna cha kumzuia, hajachelewa, hajasahau. Badala ya kuelewa kwamba ni upungufu, tusome maandiko yote. Unapoingia katika andiko yaliyotangulia na yanayofuata, huwa ni muhimu kuyasoma kwa pamoja. Tumefungua ibada kwa kusoma maandiko mbalimbali, wa Efeso kwa mfano, na kama ukisoma maandiko yanayofuata na maandiko yanayotangulia utapata uelewa kwamba hapa Mungu anaposema si vyema, haoneshi upungufu. Ni mwanzo wa kufutuliwa kwa siri kubwa zaidi ya zote
katika mafundisho yetu sisi kama Wakristo. Katika imani yetu ya Kikristo kuna moja ambayo ni siri kuu zaidi ya zote, ambayo inakuja kuwa fundisho, tukiliita tuseme fundisho mama. Fundisho ambalo ni la kimsingi, ambalo limeyabeba mafundisho yote ya imani yetu kama Wakristo. Kama Wakristo tuna vitu mbalimbali ambavyo tunavisoma kama vile kuzaliwa kwa Yesu Kristo, dhambi ni nini, mwanadamu ni nani, Mungu ni nani. Mimi nasema hivi, hapa katika haya maneno anaposema Mungu, si vyema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye, ni mwanzo wa kufichuliwa kwa siri. Siri kwa mujibu wa maandiko sio kwamba ni kitu ambacho hakijulikani, hakiwezi kufahamika, hapana. Unaposoma Waefeso 3, siri ni kitu ambacho awali kilikuwa kimefichika, lakini kwa wakati uliopo sasa kinawekwa wazi. Kwa mfano, katika Waefeso 3 siri ilikuwa ni kwamba mataifa watajumuishwa katika ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu kufikia mwanzo wa Agano Jipya ulikuwa ni ufalme wa Wayahudi, ufalme wa wale walioshika Torati, ufalme wa wazao wa Abrahamu. Lakini sasa katika Yesu Kristo mataifa wanajumuishwa katika ufalme wa Mungu. Sasa hapa katika Mwanzo mlango wa 2 nasema hivi, sio upungufu, ni mwanzo wa kufichuliwa kwa siri, kitu ambacho awali kilikuwa hakijafahamika, hakijawekwa wazi. Lakini sasa Mungu anaanza kudokeza kwamba kuna jambo ambalo anaenda kulifanya. Hili jambo ni jambo la kimsingi kwa imani yenu yote. Ndio mstari wa 18. Kitengo cha pili ni mstari wa 19 hadi 20. Ni usome. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Nataka kidogo uzingatie maneno haya, wa kufanana naye. Msaidizi, sio msaidizi tu, lakini msaidizi wa kufanana naye. Azma ya Mungu katika mstari wa 18, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Na tukasema anaposema hivyo sio kwamba anaeleza upungufu uliopo, ni kwamba ati amegundua kuna kitu ambacho hakijakamilika katika kazi yake. Hapana, ni kwamba ni mwanzo wa kutufichulia sisi siri ambayo ni ya kimsingi katika uelewa wetu wa Ukristo, wa wokovu, wa mpango wa Mungu kwa ajili yetu sisi. Hapa anasema katika mstari wa 20 kwamba hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Na mara moja kunaibuka swali. Hili swali linafanana ile swali la mstari wa 18. Kwa nini utafutaji kama huu? Mbona Mungu amewaleta wanyama akijua kweli kwamba simba hawezi kuwa mwenza kwa huyu Adamu? Simba jike hatamfaa Adamu. Swara hatamfaa Adamu, ndovu hatamfaa Adamu. Mbona basi amewaleta hawa wanyama, samaki, ndege, mbona amewaleta? Na amesema kwamba akamletea Adamu ili aone atawahitaji kila kiumbe hai. Niseme hivi, tena sio kwamba Mungu amepotea njia. Hapana, ni kwamba tunapiga hatua nyingine katika ufunuo wa Mungu wa siri hii ambayo ni siri kubwa na ya kimsingi katika Ukristo. Kuna dokezo hapa katika hii dhana ya utawala. Kukipa kitu jina ni kutekeleza utawala au mamlaka juu ya kile kitu. Nikupe mfano. Mzungu alipokuja hapa kwetu nchini Kenya miaka ile, alikuja akasema yeye amevumbua mlima fulani. Ule mlima ulikuwa Kishi wa Kikuyu. Je, ulikuwa na jina ama haukuwa na jina? Kufikia leo huo mlima unaitwa kwa jina gani? La wazungu au letu sisi? Huo mlima unaitwa nini? Unaitwa Mount Kenya. Kenya ni jina la Kikuyu, si la Mkikuyu. Ni jina la Meru, sio la Meru. Sio la Mwembe. Sasa itakuwaje mtu atoke Uingereza, aliyegundua ni Mjerumani, mtu atoke Ujerumani aje nchini Kenya tumpokee sisi?
tumuongoze safarini mpaka afike pale mlimani auone, alafu sasa yeye auite jina, alafu sisi tulichukua lile jina tuliingize kwenye ramani. Si ametutawala huyu? Sio kwa bunduki, ametutawala, sio? Akaenda upande wa magharibi, akatembea akafika upande wa magharibi, akapata ziwa kubwa. Afrika hakuna ziwa kubwa zaidi ya hilo, sio? Ni lake yeye ama ni letu sisi? Wewe unataka kuniambia Wajaluo, watu wa Bukoba, watu wa Kisumu walikuwa hawana jina ambalo walikuwa kilitumia kwa yale maji? Ama jina lilikuwa lipo? Lakini akaliangalia lile ziwa, akachukua jina la malkia wake. Wao hawana ziwa kama hilo, lakini wakatupokonya lile ziwa. Japo maji yamesalia pale, lakini wakatupokonya kwa sababu jina la lile ziwa ni jina la mtawala wa nyinyi. Anawatawala nyinyi, amewatawala hapa, amewatawala hapa pia. Ndio maana mtoto wako akizungumza lugha ya mama, unamwona ni mpumbavu, unataka azungumze lugha ya mtawala, si ndio? Maana wewe unatamani kutafanana na mtawala. Mtawala amekutawala mpaka wewe umejidunisha mwenyewe machoni pako. Hapa katika mstari wa 19 na 20 kuna dokezo, na hilo dokezo limefichwa ama limebebwa na ni wazo la utawala, kwamba mnyama anapokuja, Adamu anasema huyu ni ndovu, basi inakuwa ndio jina lake. Anasema huyu nitamuita popo, ndio jina lake. Huo ni utawala. Mungu ni mtawala wa ulimwengu wote. Waswahili wanaposema ulimwengu wanamaanisha dunia, wanamaanisha mbingu, sayari, nyota, ulimwengu. Kiingereza wanasema universe, lakini Waswahili wanasema ulimwengu. Kwa hiyo Mungu ni mtawala wa ulimwengu wote, lakini amemnaibisha mwanadamu. Mwanadamu amefanyika kaimu mtawala hapa duniani. Sasa hawa wanaoletwa kwa Adamu wapo chini ya mamlaka au wapo chini ya miguu ya Adamu. Katika Zaburi mlango wa 8 tunasoma kwamba japo mwanadamu ameumbwa akiwa chini kidogo ya malaika, Daudi anastaajabu kwa nini Mungu anamfikiria mwanadamu. Kwa nini Mungu amevichukua vitu vyote akaviweka miguuni pa mwanadamu? Kwa njia moja anamfikiria Yesu Kristo, Adamu wa mwisho, lakini pia anamfikiria Adamu wa kwanza, ambaye tunaona wazi kwamba viumbe vyote vilivyo duniani vimewekwa chini ya miguu yake isipokuwa mmoja. Kwa sababu gani nasema isipokuwa mmoja? Maandiko yameweka wazi kwamba lakini mstari wa 20, hakukuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Adamu kaimu mtawala, Adamu naibu wa Mungu, anatekeleza mamlaka hapa duniani kwa kuvipa majina viumbe vyote. Lakini huyu ambaye atakuja kuwa mwenzake, kuna dokezo la nguvu kwamba huyu sio wa kuwekwa chini ya miguu ya Adamu. Huyu sio kijakazi, huyu sio kibaraka, huyu ni mwenza. Unaona, lipo dokezo hapo kwamba huyu ni mwenza. Wanyama wote wapo chini ya mamlaka ya Adamu, anawapa majina, lakini huyu ni mwenza. Katika lugha ya Kiebrania ambayo ndio lugha ya Agano la Kale, maneno ambayo yametafsiriwa Kiswahili tukaambiwa kwamba msaidizi wa kufanana naye, katika Kiebrania maneno mawili peke yake. Kuna neno ezer na kuna neno kenegdo. Ezer na kenegdo, maneno mawili peke yake, msaidizi wa kufanana naye. Hilo neno ezer katika Agano la Kale ambalo limeandikwa kwa sehemu kubwa katika lugha ya Kiebrania, hilo neno mara 21 linaonekana katika maandiko 21. Mara 16 kati ya hiyo 21, 16 neno ezer linamzungumzia Mungu kama msaidizi. Nasema hivi kwa sababu gani? Kwa sababu sisi kama Waswahili tunaposikia msaidizi tunafikiria kwamba kuna huyu ambaye anafanya kazi ama yuko katika nafasi fulani, alafu kuna mdogo wake. Hata kwa unaposikia neno naibu unaona udogo, unaposikia msaidizi unaona udogo. Huo ni usawa. Huo ni kwamba anayekuja kusaidia ni mwenza. Huoni kabisa kwamba anayekuja kusaidia anaweza kuwa ana nguvu kubwa zaidi ya huyu mhusika. Wewe unaposikia msaidizi unaona udhaifu, unyonge,
hadhi ya chini. Lakini maandiko katika lugha ya Kiebrania, kama ungelijua hilo neno na kama ungekuwa unasoma maandiko katika lugha hiyo asili, ungekuwa una uzoefu wa kuliona lile neno likimzungumzia Mungu mwenyewe kwamba ni msaidizi. Lakini si mnyonge, hana udhaifu, ana nguvu kubwa. Kwa hiyo tuondoe kabisa akilini mwetu kwamba huyu anayetafutwa ni kiumbe mwenye hadhi ya chini wa kuwekwa miguuni. Hapana. Hajapatikana miongoni mwa wanyama kwa sababu yeye hawezi kuwekwa kiwango kimoja na wanyama. Sio kukanyagiwa chini, sio kibaraka, sio kijakazi, ni mwenza. Nataka nisisitize sana hilo jambo kwa sababu huwa linakuwa msingi wa ukandamizaji. Hiyo inakuwa ni dhana potovu, na ukiwa na dhana potovu akilini inazalisha mambo mengi ambayo hautayaelewa. Unayaona tu lakini yanazidi kuja, unatatua hili linaibuka lingine. Kwa nini? Kwa sababu kuna dhana mama akilini mwako, dhana potovu kwamba mwanamke ni dhaifu, mwanamke ni unyonge, vitu kama hivyo. Lakini kabla ya dhambi kuingia duniani, dokezo tunalo hapa. Anampa kila mnyama jina lake, lakini katika wale wanyama hajapatikana wa kufanana naye. Sasa mstari wa 21, kitengo chetu cha 3. Mstari wa 21 tumetoka kuona msaidizi hayupo. Mstari wa 18, 19 na 20 tukaona kwamba msaidizi anatafutwa miongoni mwa wanyama. Sasa msaidizi anaumbwa. Mstari wa 21 unasema hivi. 21 na 22. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pale, na ule ubavu alioutwaa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Kuna mambo kadhaa ambayo yanaibuka hapa. Kwanza, kuthibitisha zaidi kwamba huyu ambaye anaenda kuumbwa, tulianza na dhana ya utawala kwamba sio wa kukanyagiwa chini. Tukaingia katika dhana ya msaidizi kwamba msaidizi sio unyonge wala udhaifu. Lakini pia tuone hapa kuna kitu ambacho kinafanyika kwamba anatolewa huyu ambaye ni msaidizi ubavuni. Hakutolewa kwenye utosi, hakutolewa kwenye wayo wa mguu. Alitolewa wapi? Ubavuni. Kuthibitisha tena kwamba huyu anayekuja ni msaidizi mwenza, ni wa kukumbatiwa, sio kukanyagiwa chini. Pili, huyu anayekuja haji kwa jitihada za mwanamume. Mwanamume anachangia nini hapa? Ukiangalia vizuri, muulize huyu Adamu amechangia nini katika uumbaji wa huyu msaidizi anayefanana naye? Ana mawazo? Ameulizwa mawazo? Hajaulizwa mawazo. Tatizo la Mazera huyu Alex ni kwamba yeye anataka kuwa mhusika mkuu katika kumtafuta msaidizi anayefanana naye. Mungu alimlaza huyu jamaa, akampa usingizi. Tena maandiko yamesema usingizi wa aina gani? Usingizi mzito. Yaani ni kama kupigwa ganzi, sio ile sehemu husika lakini mwili mzima, ukalala ukazima kabisa. Ukiamka unapata kwamba kazi ishakamilika. Kwa hiyo haji kwa jitihada za mwanadamu, anakuja kwa mkono wa Bwana. Hii leo tukiambiwa kitu kama hicho tunapinga vikali, tunasema hapana, lazima pia mimi nichangie, lazima wajue pia mimi nitafute. Si pesa, ni msaidizi wa kufanana na wewe, si pesa hizi. Kwa nini? Kichwa cha mahubiri yetu ni taasisi ya ndoa, na nataka kuwasilisha dhana kwamba tunaisema taasisi ya ndoa kwa sababu ina mwanzilishi na mratibu wake, na hajajiuzulu. Mimi sijaona neno lolote kwamba amejiuzulu. Hii kazi alianzisha, anaiendeleza hata leo, kwamba huyu amemlaza, amempa usingizi mzito kwa sababu hahitaji usaidizi kutoka kwa huyu. Hahitaji mawazo, changizo la aina, wewe lala, mimi nitafanya. Mimi si nimekuumba wewe, sina kujua wewe. Haya, huyu hapa ni msaidizi wa kufanana na wewe. Wewe si umemtafuta kwa mkosi kila mahali, hayupo. Msaidizi hayupo, ametafutwa. Msaidizi sasa anaumbwa. Ndio la pili, ni kwa mkono wa Bwana, sio kwa jitihada za mwanadamu. Tatu, japo kuna kufanana,
Nimesisitiza sana kwamba huyu sio wa hadhi ya chini, sio kukanyagiwa chini. Japo kuna huo usawa kati ya hawa wawili, pia kuna kutofautiana. Usawa na kutofautiana hamna ukinzani wowote. Mwanamume sio mwanamke, mwanamke sio mwanamume. Kuna tofauti. Kuna usawa mbele ya Mungu kwamba wote wameumbwa na mikono ya Mungu. Wote ni wanadamu, viumbe wa nyama, mwili. Sio miungu hawa, ni wanadamu. Lakini utofauti wao kabla ya dhambi sio chanzo cha mvutano. Utofauti wao ni chanzo cha ubora katika mahusiano, katika uwezo wao wa kufanya kile ambacho Mungu amewaumba wakakifanye. Kwa mfano, Mungu ametoa amri akasema waijaze dunia. Adam peke yake hawezi kujaza dunia. Nimesikia kwamba Uholanzi wameanza kuleta kitu ambacho kinawezesha mashoga wawili wa kiume kuzalisha mtoto, na sijakielewa vizuri wanakifanya vipi, ama mara nyingine katika mitandao ukiona vitu usiviamini moja kwa moja, huwa vinaongezwa chumvi. Lakini kuna mtu fulani ametengeza video akisema kwamba Uholanzi sasa imekuwa ni zaidi ya Sodoma na Gomora. Yaani wamezidi, wamekithiri katika uovu. Ushoga wameupeleka, umevuka mipaka yote. Sijui hizo taarifa kama ni za kweli au si za kweli, lakini wazo ambalo nataka kutoa hapa ni kwamba japo kuna ule usawa wa mume na mke, pia kuna utofauti. Na ule utofauti sio ukinzani. Utofauti unaleta kuboreshwa kwa uwezo wa hawa wawili kuyatimiza mapenzi ya Mungu juu ya maisha yao. Kwa mfano, zaeni, muongezeke, mkaijaze dunia. Watawezaje kufanya hivyo pasipo kule kutofautiana? Kuna mmoja ambaye anafaa kutoka aende akatafute, kuna mwingine ambaye ni mlezi wa wana. Napenda sana Waswahili wakisema hivyo. Mlezi wa wana ni kazi kubwa, unaona? Huo ni utofauti, sio udhaifu. Ondoa kabisa ile dhana ya unyonge na udhaifu. Anayebaki nyumbani na kuwa mlezi wa wana ana jukumu kubwa, kwa sababu yule ndio mwalimu wa kwanza, yule ndio kuhani wa kwanza, yule ndio vitu vingi vya kwanza. Hata lugha yenyewe haitwi lugha ya baba, inaitwa lugha ya mama. Kwa sababu gani? Kwa sababu lugha mtoto anayesikia kwa mara ya kwanza kutoka kwa mama yake. Kwa hiyo kuna kutofautiana. 4, Mungu tunamwambiwa kwamba anamuumba yule, mstari wa 22, na ule ubavu alioutoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke akamleta kwa Adamu. Katika lile tendo la Mungu kumleta, Mungu pale pale anafanyika muasisi wa taasisi ya ndoa. Yeye ndio mwanzilishi, hakuna mwingine. Kwa hiyo hakuna mwingine ambaye anaweza kuja hapa. Mimi nina ujasiri mkubwa sana katika haya mambo. Nikiwa kijana mdogo, mtu aliniuliza, wewe sasa wewe ni mchungaji na hujaoa, wanandoa akija kwako na matatizo utawaambia nini? Mimi nikamwambia mimi si lazima niwaambie uzoefu wangu, sina uzoefu. Lakini yupo mwanzilishi wa taasisi ya ndoa na amejieleza vizuri. Kwa hiyo kazi yangu mimi kama mchungaji ni kuelewa mawazo ya huyu aliyeasisi ndoa, alikuwa na malengo gani? Unaona? Nifikirie hivyo, alikuwa na malengo gani? Si lazima mimi niwe na uzoefu wa jambo ili niweze kulifunza lile jambo. Ikiwa mwanzilishi na mratibu ni Mungu mwenyewe, mimi langu ni kumjua yeye na mawazo yake. Yesu mwenyewe anasema hivi katika Mathayo 19. Mathayo 19. Yesu anachangia katika dhana hii, anasema basi aliowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Yaani sio kwamba tu Mungu ni muasisi wa ndoa, lakini Mungu haruhusu yoyote kuja kuvunja ndoa. Yeye peke yake ndiye mwenye mamlaka ya kusema hapa sawa, nimekuruhusu. Na pasipo usherati, hajaamuru kwamba watu waachane kwa sababu ya usherati, lakini ametoa ruhusa kwamba pakiweko na usherati na kuwe hakuna toba, basi mwanandoa yuko huru kutoka. Kwa hiyo Mungu ndiye muasisi na ndiye mratibu wa ndoa. Tuelewe hivyo. Ana malengo yake. Nimesema kwamba pale mstari wa 18 tulipoona kwamba msaidizi hayupo, sio upungufu, ni mwanzo wa kufichuliwa kwa siri kubwa, na hii siri inaendelea kufichuliwa. Inaendelea kufichuliwa kwa hatua. Tuingie katika mstari wa 23. Msaidizi ameumbwa. Adamu hakuchangia lolote, alikuwa katika usingizi mzito. Sasa
Adamu anachangamka. Mstari wa 23. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kiingereza, sijui kama Waswahili wana kitu cha kufanana na hiki, lakini Kiingereza mara nyingine unasikia watu wakisema it was love at first sight. Na sisi tunaoishi upande huu wa anguko ni jambo hatari sana kufikiria hivyo Ati unamwona mtu alafu mara moja mshapendana. Akina Stefan wanaangalia, wana vipindi wanavyopenda kuangalia wakina Stefan yao. Vya la muher, unavijua hivyo. La muher. Huwa ni kupendana tu. Huyu anampenda huyu, yule anamuona yule anampenda, yule anampenda yule, mambo kama hayo. Hapa ni upande ule mwingine wa kabla ya anguko. Adamu alipomuona tu akageuka kuwa mshairi. Kabla hapo hatujaona shairi. Huwa napenda sana ya maneno nikiyasoma, kwamba Adamu anamuona Hawa anageuka mara moja kuwa mshairi. Nikuulize, hii leo hii mnasema tasnia ya uimbaji wanaotengeza nyimbo, tukawaambia hii leo msiimbe kuhusu mapenzi, tafuteni kitu kingine cha kuimba, radio zitafungwa. Wataimba nini? Kila kukicha wanaimba kitu kimoja tu. Oh, niliachwa. Oh, natamani. Yaani tasnia nzima haina jambo lingine, mada ni ile moja tu. Kupendwa, kutamani kupendwa, machungu ya kuachwa, vitu kama hivyo. Sasa mwanzilishi wa hiyo tasnia ni nani? Ni huyu Adamu huyu. Anapomuona Hawa anageuka kuwa mshairi. Anamfurahia, anamshangilia. Nimesema kwamba Mungu mwanzilishi wa taasisi hajajiuzulu. Pia kuna kitu hapo ambacho tunakiona kwamba kule kumshangilia mtu wako. Kumshangilia mtu wako sio kwamba alifanya Adamu alafu vikaisha. Mshasikia hiki sijui ni kitendawili ama ni nini. Mama mmoja, hata ni bibi, si mama tena ni bibi, ashazeeka, analalamika kuhusu kile kizee chake. Anasema hiki kizee kiliacha kitambo sana kuniambia hakinipendi. Mara ya mwisho kuniambia kinanipenda ni 1974. Natoa kama mfano tu. Kizee kikauliza, wewe kizee, hivi ni kweli 1974 si ni kitambo? Hujamwambia huyu bibi kwamba unampenda? Akasema mimi nilimpenda tangu 1974 na sijabadilisha kauli. Nikibadilika nitamwambia. Hapana, tusiwe hivyo. Tusiwe hivyo. Hawa ambao Mungu anawaumba kwa ajili ya mwanaume ni wa kushangiliwa. Maandiko yanasema hivi katika Mithali 5. Mithali 5 mstari wa 18 hadi 19. Anasema mwandishi, chemchemi yako ibarikiwe, nawe umfurahie mke wa ujana wako. Yaani umfurahie. Unamwona unafurahi, unafanyika mshairi. Umfurahie mke wa ujana wako. Ni ayala apendaye na paa apendezaye. Matiti yake ya kutoshe siku zote. Na kwa upendo wake ushangilie daima. Wengi wakisoma ile andiko maandiko yanasema nini? Maandiko hapana, imeandikwa huyu ndiye muasisi na mratibu wa ndoa, akitoa maelekezo anasema ushangilie daima. Sio kwamba ulishangilia 1974 na ukaachia hapo na kwamba ikibadilika utasema. Hapana, ni ushangilie daima. Usichoke. Na mstari unaofuata anauliza, kwa nini umshangilie malaya? Kwa nini? Maneno makali katika maandiko, kwa sababu dhambi imeleta upotovu mkubwa katika taasisi ya ndoa. Hakuna tena kumshangilia huyu ambaye ni kazi ya mikono ya Mungu. Mungu amemleta kwako. Wewe mbona usimuone ukashangilia? Wewe unaingia katika ule mtego. Wakolosai 3:19 nisome kinachofanyika mara nyingi tunapoacha kumkumbuka Mungu katika kila jambo. Wakolosai 3:19. Tunasoma kuanzia 18. Nasema hivi. Wakolosai 3 kuanzia 18.
Ninyi wake watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Msiwe na uchungu nao. Sasa kuwa na uchungu na mtu inafanyika vipi kwamba unakuwa na uchungu na mtu? Nataka nitoe picha. Kuna mengi ambayo tunaweza kuyasema, lakini nataka nitoe huu mfano. Kwa nini wengi tumeshindwa kuwafurahia wake zetu? Kwa nini wengi wameshindwa kuwafurahia waume wao? Ni kwa sababu hapa kumeingia uchungu. Waebrania 12, tupate picha nzuri katika Waebrania 12 mstari wa 15. Mbona kumekuwa na makuruhu katika ndoa? Waebrania 12 mstari wa 15. Biblia yangu ilivyopangwa ni vizuri nianze 14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huu utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Kwa hiyo unapopungukiwa na neema ya Mungu, Mungu hukuweka wewe katika usingizi mzito. Adamu, Mungu kwa mikono yake kuchukua ubavu na kumtengeza huyu ambaye ni msaidizi wa kufanana na wewe Adamu. Ni neema kubwa. Ni neema kubwa. Kwa nini usifurahie neema ya Mungu? Kwa nini usishangilie neema ya Mungu? Unaona? Sasa dhambi imeingia duniani. Huyu ambaye anapaswa kuwa msaidizi mara nyingine anageuka kuwa kitu kingine tofauti. Lakini wewe, agizo ni kwa mwanaume kwamba amkumbuke Yesu Kristo. Akumbuke jinsi Mungu Baba alivyomneemesha huyu mume katika Yesu Kristo. Kwa hiyo kama jinsi Yesu Kristo anavyolipenda kanisa, basi huyu badala ya kutoa nafasi, maandiko yanasema shina, Kiingereza yanasema mzizi, kwamba unajikita wa uchungu, unamaliza kushangilia kote, furaha yote, ndoa inabaki ni kuvumiliana. Wanasema hivyo, kinachobaki ni kuvumiliana. Watu wameokoka, wanampenda Mungu, lakini wanavumiliana. Kwa nini? Kwa sababu mshairi hayupo tena. Tulimwacha kule 1974 huyo mshairi. Lakini mimi nawaambia huyu mshairi apatikane upya. Atapatikana vipi? Ukitazama neema ya Mungu kwako wewe katika Yesu Kristo, ushairi utarudi. Pia niseme vipi kwamba tunamwona Adamu kweli anashangilia, lakini pia anasema sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke. Anampa jina huyu ambaye ni msaidizi wake. Anatekeleza mamlaka. Mara moja unataka kuniuliza, lakini wewe si umesema kwamba huyu ni mwenza, sio kijakazi, sio kibaraka? Ndiyo, lakini nasema hivi, japo kuna usawa, japo kuna upendo mkubwa, nataka kuamini kwamba huyu Hawa alikuwa ni mrembo wa ajabu. Wewe unamwona kama Mungu anaweza kutengeza kisha kafeli? Hawezi. Kwa hiyo huyu ni mrembo ajabu. Sasa lakini hatuwezi kujua urembo ni nini, kwa sababu ambacho kinaonekana kuwa ni kirembo kwa mmoja, kwa mwingine ni tofauti. Kwa hivyo kulingana na Adam, pengine alipomuona aliona urembo kamili. Urembo kamili. Kwa hiyo kuna upendo mkubwa, kuna ushairi, kuna usawa, ametolewa ubavuni, lakini pia kuna mamlaka. Nitoe wazo hapa niseme, mamlaka yapo kati ya mume na mke, kwa sababu mume na mke wameumbwa katika mfano wa Mungu. Wale mume na mke wanaleta picha ya Mungu jinsi alivyo. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, Mungu wa Utatu. Kuna ukamilifu wa upendo, lakini pia kuna mamlaka, kwa sababu haujamuona Mungu Mwana akimtuma Mungu Baba. Haijaonekana kitu kama hicho. Haujamuona Mungu Roho akimtuma Mungu Mwana. Hakuna kitu kama hicho. Hapana. Kuna mamlaka, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee, lakini
Mwana hawezi kumtoa Baba, kuna mamlaka fulani. Lakini yale mamlaka ya Mungu Baba juu ya Mungu Mwana hayajamdhalilisha yule Mungu Mwana. Hayajamfanya kuwa Mungu nusu. Hapana. Mamlaka ya Mungu Mwana juu ya Mungu Roho anaposema nitamtuma, hayajamfanya Mungu Roho kuwa sio Mungu kamili. Hapana, ni Mungu kamili katika utatu. Kuna kutofautiana, kuna mamlaka, na ndio maana maandiko yanasema wake watiini waume zenu. Sio kudhalilishwa. Hapana, ni kuwa katika mfano wa Mungu wa utatu. Ndio msingi wa mahusiano yetu katika ndoa. Muasisi wa ndoa ameitengeza ndoa ili ikaoneshe picha yake yeye mwenyewe katika undani wake, katika utatu wake, jinsi anavyoishi. Mstari wa 24 ambao pia ni hitimisho kitengo chetu cha mwisho, maandiko yanasema hivi: kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Tumefika katika kilele. Tumefika katika ukamilifu wa kufichuliwa kwa siri, ambayo tumesema ndio fundisho mama katika imani yetu sisi kama Wakristo. Fundisho mama au fundisho linalozalisha mafundisho yote katika Ukristo ni lipi? Katika Ukristo. Kumbuka, Agano la Kale sio Ukristo, ni Uyahudi. Sawa? Ni maandalizi ya kumpokea Kristo. Sisi tupo katika Agano Jipya kwa sababu tumeunganishwa na Yesu Kristo. Kuwa Mkristo, neno Mkristo halitumiki sana katika maandiko, linaonekana kama mara 3 tu. Ni kuunganika na Yesu Kristo, ndio mada kuu ya Agano Jipya, ndio fundisho mama la mafundisho yote, kwa sababu kama ni kuchaguliwa na Mungu tangu awali, amekuchagua katika Yesu Kristo. Kama ni kuasiliwa kama mwana, umeasiliwa kama mwana katika Yesu Kristo, yani katika kuunganika na Kristo. Kama ni ukombozi wa Efeso mlango wa 3 mstari wa 7, ukombozi kwa damu ya Yesu, ukombozi umefanyika katika Yesu Kristo. Milele na milele, kabla ya uumbaji, Mungu Baba hajawahi kutufikiria sisi nje ya Yesu Kristo. Ametuchagua katika Yesu Kristo. Ametuokoa katika Yesu Kristo. Anatutakasa katika Yesu Kristo. Atatutukuza katika Yesu Kristo. Basi taasisi ya ndoa ni onyesho la mapema tuseme, lakini kinachokuja ambacho ni nini? Kuunganika na Yesu Kristo. Ndio maana unamsikia Paulo anasema katika Waefeso 5:31 hadi 32, anasema hivi: kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Anasema hivi 32: siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari za Kristo na kanisa. Tumuelewe vipi? Kitambo nilikuwa nikisoma huu mstari naona ni kama amekosea kidogo. Hajakosea. Ndoa ni ya muda, kuunganika na Kristo ni kwa milele. Ndoa ni picha, kuunganika na Kristo ndio ukamilifu wa hii picha. Ndio maana Masadukayo katika Mathayo 22 wamepotea wanapomwambia Yesu Kristo, ati wanaona ni mtego. Kulikuwa na ndugu 7, mmoja kamuoa huyo msichana akafa, alafu ndugu yake akamchukua, wote 7 washamuoa, sasa katika uzima wa milele atakuwa ni mke wa nani? Akamwambia hapana, nyinyi mmepotea kwa sababu hamuyafahamu maandiko wala uweza wa Mungu. Unaona? Hawayafahamu maandiko. Ikiwa wangeyafahamu maandiko, wangekuwa wameelewa kwamba taasisi ya ndoa ni onyesho la kifupi, la mpito, la wakati, la upande huu. Lakini cha kudumu na cha milele ni kule kuunganika kwa muamini na Yesu Kristo. Ni kule kuzamishwa katika Yesu Kristo. Huyu shemasi mnamuona anapopendana na mtu wake. Wakiingia mbinguni watakuwa wanaambiana Bwana Yesu asifiwe. Na wanafurahi sana. Alafu kila mmoja anashika njia yake anaenda zake. Mazera akifikiria wanashangaa, itakuwaje hiyo? Ama niache kutafuta nibaki tu. Mazera tafuta sana na Mungu akusaidie. Lakini mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa, kwa sababu kilichoashiriwa kitakuwa kimefanyika. Tumeunganika na Kristo milele
na milele. Taasisi ya ndoa tuielewe kwamba ni picha ndogo ya ukuu wa wokovu wetu katika Yesu Kristo. Hakuna kitu kikubwa zaidi ya kuunganika na Yesu Kristo katika Agano Jipya. Hakuna. Ndio fundisho mama. Mengine yote yanazungukia kuunganika na Yesu Kristo. Kila kitu ambacho tunakiona katika Agano Jipya, ambao ni utimilifu wa ahadi za Agano la Kale, kinazungukia hili jambo moja, kuunganika na Yesu Kristo. Na ili tupate ufahamu japo mdogo wa ukuu wa hili jambo, Mungu akatupatia taasisi ya ndoa. Jifunzeni katika ndoa ina maana gani kuunganika na Kristo. Jifunzeni katika ndoa, mimi Mungu wenu na wafikiria vipi milele hata milele. Hebu tunamishe vichwa tuyafikirie hayo, tukimshukuru Mungu kwa uasisi na uratibu wake wa hii taasisi ya ajabu ya ndoa, ambao ni kionjo japo kidogo cha ukamilifu ulio katika kuunganika kwa muamini na Yesu Kristo.